Nimefika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Ndepesi lililoteketea kwa moto Septemba 29, 2025 na kushuhudia hali isiyotarajiwa na wengi. Waumini wa kanisa hilo wakiendelea kuimba na kumwabudu Mungu chini ya mti, huku wengine wakionekana wakiwa na matumaini makubwa licha ya changamoto hiyo. Kimsingi iliungua siku ya Jumatatu mida ya saa 9 kuelekea saa 10. Moto ulikuwa mkubwa sana. Kwa hiyo vitu vilivyoko mle ndani hakuna chochote tulichoweza kukiokoa. Kwa hiyo basi sisi tukamshukuru Mungu kwa sababu hili jengo sio la mwanadamu, ni nyumba ya Mungu. Kwa hiyo sisi kama kanisa hatusikitiki, ila tunafurahi kwa sababu yeye Mungu ndio mwezeshaji wa yote. Atatupatia kilicho bora zaidi hata kuliko pengine hiki. Yote ni makusudi yake. Waumini wa kanisa hilo wamesema licha kuteketea kwa vitu mbalimbali vilivyokuwepo ndani ya kanisa hilo, ikiwemo viti na nyaraka mbalimbali, haitawazuia wao kumwabudu Mungu siku ya Sabato. Katika vitu viloteketea katika jengo hili la kanisa, kulikuwa kuna vifaa vya meza ya Bwana, viti vya kukalia washiriki, kulikuwa kuna daftari la washiriki na daftari la matangazo, pamoja na minute tofauti za vikao na za maidara. Mwenyekiti wa kitongoji cha Ndepesi la Nyene Ndika amesema jamii ya kijiji hicho itashirikiana na waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Ndepesi kujenga kanisa jingine. Sisi kama jamii hapa tutafute namna ya kuwashika wenzetu mkono kidogo ili tuendelee kuijenga madhabahu ya Mungu ili shughuli za kanisa ziendelee kama ilivyokuwa inaendelea. Mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Same ambaye anasimamia makanisa yaliyopo katika eneo la Ruvu wilayani Simanjiro, mchungaji Nelson Kamzora pamoja na mchungaji Anthony Gerard walifika katika eneo hilo na kuwatia moyo waumini hao kuendelea kufanya kazi ya Mungu. Niwakumbushe ya kwamba haya matukio ni sehemu ya kutuonyesha tuna kazi ya kufanya. Na hapa tunakumbushwa kwamba kama kuna kitu cha kufikiri, sisi hatufikiri juu ya kuungua kwa kanisa. Tunafikiri juu ya wale ambao wametuzunguka. Na hii ni ishara moja hapo inayotuonyesha kama kanisa laweza kuungua hivi, na huu ni moto wa kawaida, habari gani juu ya moto wa siku za mwisho? Hapa sisi kazi yetu ni kujaribu kutengeneza nafasi ya kufikia wengine. Na hivyo itutie moyo kuandaa mikutano ya uinjilisti, itutie moyo kujipanga kugawa vitabu, itutie moyo kujenga kanisa lingine zuri. Haleluya. Amina. Na hivyo naendelea kuwakumbusha neno la Bwana linasema, waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope, tazama Mungu wenu anakuja na kisasi. Ndugu zangu, sisi kama kanisa hatuna haja ya kulipa visasi. Hatutahangaika na watu. Amina. Mwenye kisasi yupo, jamani, Bwana asifiwe. Atakuja. Na malipo ya Mungu atakuja na kuwaokoa ninyi, Bwana asifiwe. Atatuokoa. Na hivyo niwatie moyo. Pamoja na hii changamoto iliyojitokeza, lakini mikakati mliojiwekea kama kanisa. Maana taarifa nilizokuwa nazo, na mimi baada ya kupokea taarifa kutoka kwa mchungaji ambaye kwa kweli ni Pastor Anthony yuko katika maeneo haya, aliniambia pastor, imetokea shida. Nami nilipoipokea kwa kweli sikutulia, nikajaribu basi angalau tupate hizo taarifa kwa ukaribu. Nami nilipozipata sikutulia, nikazituma katika uongozi wetu wa conference. Nami niwatie moyo, pamoja na kwamba kwa siku chache tutakaa hapa chini, lakini tusirizike na hapa. Hebu tuweke mikakati, tuandae tulivyokuwa tumeshaanza kumwaga mawe, na kwa namna hiyo ujenzi uanze tena. Haleluya. Amina. Lakini pamoja na hayo, unajua wakati fulani mtu atasema sasa hiyo sasa haitatusaidia. Kikubwa ni kwamba sasa tujipange, tuweke mikakati vizuri, na ikiwezekana ndani ya muda mfupi tuwe tumepata sehemu nyingine ambayo kwa kweli hata aliyetenda hivi akipita mwenyewe atashangaa. Waumini hao pia wameendelea kutoa wito kwa wadau mbalimbali kuendelea kuwaunga mkono katika kujenga kanisa jingine kwa ajili ya kufanya ibada. Kila ambaye anaitwa mwanadamu mwenye mwili anahusika na Sabato. Kwa hiyo tunawakaribisha wote katika kanisa hili. Ikiwa jirani una mchango unaweza ukaleta, lakini yeyote ambaye ataguswa na tukio hili bado tutaupokea, na tutakapoupokea tutawaombea. Kanisa la Waadventista wa Sabato Ndepesi lilipangwa rasmi kuwa kanisa
mwezi Februari 2024, ambapo katika eneo hilo wakazi wake ni jamii ya Wamasai, huku shughuli za kijamii katika eneo hilo ni kilimo na ufugaji, likihusisha watu wa jamii mbalimbali. Kanisa hili kwa upande wetu lilitengwa rasmi kuwa kanisa mwaka 1995 chini ya mchungaji Nahato, lakini tukiwa chini ya kanisa mama la kule Same, na baada ya kukaa kwa muda injili wakati inaendelea, ndipo tulipopata kundi lingine la hapa Lubili na kule Marwa. Mwaka 2020 chini ya mchungaji Pastor Mbaga, basi Lubili ilitengwa rasmi kuwa nayo kanisa, na baada mwendelezo wa injili kuendelea, basi ndipo tulipopata tena kundi lingine la hapa Ndevesi chini ya kanisa la Lubili, lakini likiwa wakati huo tuko chini ya mchungaji Kamuzola ambaye ndiye mpaka leo ni mchungaji wetu wa mtaa wa Same. Kundi hili tulilitenga baada ya kukua, tulilitenga chini ya uongozi wa Pastor Nelson Kamuzora. Tulilitenga tarehe 17 ya mwezi wa pili mwaka 2024. Hapo ndipo kundi hili liliendelea mpaka hivi leo. Nikiripoti kutoka Ndepesi, wilayani Simanjiro, mkoani Manyara, mimi ni Joseph Emmanuel.